tulikaa kama kijiji cha Nyankomango. Basi kwa ajili ya adha ambayo tulikuwa tunaipata, watoto wetu wanagongwa. Naona watoto wanavuka barabara, wanapata ajali njiani, inakuwa ni shida sisi kwa wananchi. Baada ya hapo kukaa sasa hivi vitongoji pamoja na hiki kijiji, tukaamua tushike nguvu ya wananchi kujichangisha kwenye mamiji, kujichangisha ili kuanza huu ujenzi. Kuanzisha uchimbaji wa msingi kwa ajili ya shule ya msingi. Hii imetokana na kwa sababu ya adha ambayo inatokana na watoto kuvuka barabara kwenda upande wa pili. Hii ikabidi wananchi tukubaliane kwamba leo, siku ya leo tuje tuanzishe swala la kuchimba msingi kwa ajili ya kuendeleza shule hii. Tunaomba serikali kuu waweze kuangalia hili, watushike mkono, tuweze kufanya jitihada, tuweze kufikia malengo yetu ya kufanya shule hii iweze kukamilika na wanafunzi tuweze kuwagawa katika mafungu ambayo yatafanya kuepukana na ajali inayotokana mara kwa mara. Ambayo ilitufanya watu wa kijiji cha Nyankomango kuona kuna umuhimu wa kuweka shule upande huu ukiwa unaelekea mjini Mwanza upande wa kushoto. Moja adha kubwa iliyokuwa ikisumbua ni watoto kuweza kugongwa mara kwa mara. Hili limeendelea kuwa kila mwaka tunazika watoto. Ikafika wazazi tukaona kwamba kuweza kunusuru jambo hili ni kuwa na mpango mkakati wa kutafuta eneo upande huko ili kuweza kunusuru hawa watoto wasiendelee kugongwa. Tulikubaliana kama wana kijiji, tukakaa vikao tukakubaliana, tukawa na mchango wa kwanza kutafuta sasa eneo ambalo tunaweza tukapata likaweza likakidhi kujengwa shule. Tulipata eneo hili kama unavyoona ndugu mwandishi wa habari. Eneo hili tulipata kutoka kwa wakazi wa kijiji hiki kwa kujitoa, lakini pia kwa kuweza kufidishia gharama ya shilingi milioni 40 ili kuweza kupata zaidi ya heka 4 kwa ajili ya kuweka shule. Lakini pia sambamba na hiyo adha ya kugongwa watoto, bado kijiji cha Nyankomango kina shule ukiwa unaelekea mjini Mwanza mkono wa kulia. Ile shule imeshazidiwa na watoto kuwa wengi kwenye maeneo yetu kijiji cha Nyankomango. Shule inakuwa na madarasa 14 lakini zaidi ya watoto 2000 na kitu. Namna watoto kupata elimu bado inaweza kusiwe kwa kiwango bora. Tukaona moja ya sababu nyingine ni hiyo watoto kuwa wengi, mrundikano mkubwa. Tukaona ni vizuri tukitafuta upande mwingine eneo inaweza kusaidia watoto kuwafaulisha kutoka kwenye hilo eneo wakaingia kwenye eneo hili, lakini pia na hilo la ajali. Wananchi wa kata ya Usagara kijiji cha Nyankomango wameamua kujenga shule yao ya msingi. Lakini pili, nishukuru sana serikali ya halmashauri ya wilaya ya Misungwi ambayo tunaye mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya dada yangu Johari Samizi kwa namna ambavyo wanatupa ushirikiano sisi kama wananchi wa Usagara. Lakini kipekee sana ninamshukuru sana ndugu yangu Saidi Mtanda, mkuu wa mkoa wa Mwanza. Leo anayo taarifa kwamba wananchi wa Usagara wameridhia kuanza uchimbaji wa msingi kwenye eneo hili. Kama nilivyosema, eneo hili wamenunua wao wenyewe, lakini leo tayari wameshachanga shilingi milioni 13 kwa ajili ya kuanza kujenga mabomba mawili na ofisi moja. Na tulitegemea kwamba mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza angekuwepo hapa, lakini nilizungumza naye na akaniambia kwamba